Nimepata malalamiko kutoka kwa meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja wa Taifa. Wote tunajua huo ni uwanja wa Taifa, tena ni uwanja ambao unaheshimika kweli kweli kwa sababu umejengwa na aliyekuwa kiongozi na rais wa nchi hii Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo huo ni uwanja ambao unaheshimika. Sidhani kama unahitajika kuwe na mijadala mingine ya kipuzi ambayo inaweza kufanyika kwenye huo uwanja. Sasa jana mapema nimepata taarifa kutoka kwa meneja wa huo uwanja kwamba kuna tafrani imetokea. Wazee ambao wanaaminika kwamba ni wazee wa klabu ya Simba wameenda kuvamia ule uwanja na kutaka meneja wa huo uwanja atolewe kwenye huo uwanja. Sasa nimesikitishwa sana na hizo taarifa. Kama ni kweli hao wazee ni wazee wa Simba kama wanavyojiita, na Simba wapo kimya kupitia hili ambalo limetokea, nitasikitishwa sana, kwa sababu wote tunaamini mpaka sasa hivi bado tupo kwenye heka ya kulijadili hili swala la dabi ya Kariakoo ambalo bado halijaisha. Na chanzo cha hili ni Simba hawa lakini pia na Yanga wenzao ambao pia wanahusika kwa namna moja ama nyingine kwenye kuahirishwa kwa dabi hii, lakini hatuwezi kuwatoa TFF hapa kati. Sasa kama hili linatokea, maana inaonyesha kabisa ni jinsi gani ambavyo hivi vilabu viwili vinataka kutufanya sisi viongozi wa serikali tuonekane na sisi ni vichaa, tuonekane ni vichaa. Sasa hili mimi kwenye uongozi wangu sidhani kama linaweza likafanyika. Mimi kama waziri wa michezo mwenye dhamana ya kusimamia itifaki lakini pia na amani ya michezo hapa Tanzania, sitarajii kuona hiki ambacho kinaendelea na hawa wanaojiita wazee wa Simba kwenda kumtisha meneja wa huo uwanja wa Taifa. Sasa ni taarifa ambazo nilizipata, lakini nilikuwa kwenye kikao nikasema nitakuja kulizungumzia. Sasa nataka niliweke bayana hili kwamba embu tusicheze na mamlaka, embu tucheze mpira tu, haya mambo mengine tuachane nayo. Sasa nikajiuliza kwa mapana zaidi kwamba hawa wazee walienda pale kumtisha meneja kama nani na wana malengo gani? Wana malengo gani katika hili? Kwa sababu wao ndio wana mechi hiyo tarehe 9 wanaenda kucheza mechi yao ya kufuzu kwenda hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika, lakini havingiliani na meneja. Meneja anahusika vipi? Meneja yeye pale ni mlinzi wa ule uwanja. Sasa unapoenda kumtisha meneja na kwamba umekaa siku 4 sijui unazunguka kwenye ule uwanja, so hamumuhitaji awepo kwenye huo uwanja, hebu mtuambie sasa, ina maana tunapotaka kuweka wasimamizi wa mambo yetu kwenye masuala ya mpira tuje tuwaombe nyie wazee kwamba bwana huyu vipi, mnampitisha au hampitishi? So hizi ni taarifa ambazo zimenipa wasiwasi mkubwa sana tunakoelekea kwenye huu mpira wetu. Ndo kwanza kabisa sakata la dabi ya Kariakoo ni bichi kabisa, bado halijaisha, bado tunatafuta ufumbuzi wa hili kufanyika, alafu yanatokea mambo mengine ambayo mimi sioni kama ni yakiwa na michezo. Mimi naamini kama Simba mechi yenu mnataka muivuke au mshinde, sidhani kama hizi mbinu ambazo mnazifanya sasa hivi au mnaruhusu hivi vitu vitokee vinaweza vikawasaidia nyie kuvuka. Zaidi vinaweza vikawapa pressure kubwa tena ya kuvuka. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwa sio wazee wa Simba tu, bali kwa wote ambao wanaamini ule uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja wa kuchezewa tu. Hili ni onyo kali na litoa kwamba sitaki kuona taarifa zozote za kijinga, naweza nikasema ni za kijinga kama hizi zitokee kwenye uwanja ambao ni uwanja unaheshimika, sio Tanzania tu bali dunia nzima inajua ule ni uwanja mkubwa na uwanja ambao Afrika nzima naamini upo kwenye rekodi pia za viwanja vikubwa na viwanja vyenye heshima yake. Sasa hatuwezi tukaruhusu tu mtu kutoka huko alikotoka aje afanye yale ambayo anayaona yeye kwake ni muhimu ayafanye kwenye uwanja ambao Watanzania wote wanauheshimu.
Rahasha, kama wanashindwa kuyafanya haya, basi wajenge viwanja vyao bana, wajenge viwanja vyao, waende wakayafanye haya mambo ambayo wao wanataka kuyafanya, ambayo sisi hatujaruhusu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja wetu wa taifa. Haturuhusu haya mambo yao ambayo wao wanataka waendelee kuyafanya kwenye mpira. Sisi tunaamini kwenye mchezo tu, tunaamini wachezaji wakiingia uwanjani kucheza, wakishindana basi, lakini kwenye haya mambo mengine ya kishirikina au mambo mengine ya nje ya uwanja ya kigiza sisi hatuyaruhusu. Hasivyo wajenge viwanja vyao ambavyo wanaweza kuyafanya haya mambo na hakuna ambaye atawabuguzi. So hizi taarifa naomba vyombo vya habari mzifikishe, ziende zikawafikie wote, na si Simba na Yanga tu, bali vilabu vyote ambavyo vinaamini kwenye haya mambo ya nje ya uwanja kwamba yanaweza yakawasaidia wao kwenye kushinda mechi zao. Hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa hatuyaruhusu haya mambo, wakayafanyie huko kwenye viwanja vyao. Na ndio maana hii mechi ilikuwa inatakiwa ikachezwe nje ya nchi, lakini tumepambana ili uwanja ukae sawa na CAF waruhusu mechi hii ichezwe hapa kwa ajili ya furaha ya Watanzania. Lakini kama mambo yenyewe yanayofanyika ndo kama haya, heri bora tungeruhusu tu Simba wasichezee mchezo wao huu hapa, waende wakachezee huko nje. Lakini je, ingekuwa na faida gani kwa Simba? Manake hapa sasa hivi wamepata mashabiki, wamepata mashabiki, wataingia kuwa support, lakini bado wanaleta vitu vya ambavyo ni vya kijinga. So ni vitu ambavyo havistahili kabisa kupigiwa chapuo wala kuendelea kuzungumzwa midomoni mwa wanamichezo. So hili mwende mkawaambie kabisa wanamichezo na hizi club ambazo nazo zinaendekeza haya mambo, muambie kabisa huu uwanja wa taifa haya mambo hayapo, na hatutaruhusu haya mambo yatokee kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Hayo yalikuwa ni maneno ambayo aliyatoa waziri mwenye dhamana ya michezo ambaye alikuwa anazungumzia kuhusiana na swala au sakata la wazee wa klabu ya Simba ambao walifika uwanja wa taifa na kuleta tafrani kidogo na kumtisha meneja wa ule uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa ni vitu ambavyo ukiviangalia kiundani ni vitu ambavyo ni vya kitoto sana ambavyo vinafanyika kwenye nchi yetu, na hususan kwenye vilabu viwili, vilabu vikubwa tena ambavyo vina heshima yake kubwa tu hapa Tanzania, lakini vinafanya mambo kama haya. So ni vitu ambavyo havistahili kupewa nafasi ya kuzungumzwa hata kidogo. Kwa hiyo hata mimi hili nalikataa, naungana na waziri mwenye dhamana ya michezo kulikataa hili, kwa sababu ni mambo ambayo hayatakiwi. Tena ukiangalia hii ni mechi moja ambayo sijui Simba ni kipi ambacho wanaingia mchecheto sana kwenda kuvuka hii, kwa sababu mechi nyingi walizoshinda huenda zilikuwa ngumu zaidi ya hata hii ambayo wanaenda kucheza kesho na Al Masry, lakini wameingia kwenye mchecheto ambao mimi sioni kama kuna haja ya wao kuendelea kuingia kwenye mchecheto huu, maana mpaka viongozi wao na wenyewe wanazungumzia haya mambo ambayo mimi sioni kama kuna haja ya kuyaweka kuendelea kuzungumza. Maana tumemsikia ambaye ni mwenyekiti wa klabu hiyo Mtaza Mangungu, naye akizungumza mambo mengi sana, kuonekana kama sijui kuna watu ambao wanawafuatilia, sijui wao washaingia finali, washaingia nusu finali miaka ya 90 70 huko. Sasa hizo historia za nini? Nyie jipangeni kwenda kushinda mechi ambayo mnaenda kuicheza kesho. Haya mahistoria sijui tuliingia sisi, sijui tulifanya kikubwa kipi, sijui sisi ndo wakubwa, no, haya hayahitajiki. Yani nyie inatakiwa mfanye haya ambayo yapo sasa hivi, ambayo mnayo mbele. Kibarua ambacho mnacho mbele ni kwenda kumtoa Al Masry ambaye mpaka sasa hivi ana faida ya magoli mawili, na si timu ndogo kwamba mkafikiria kwamba mnaweza mkashinda tu kwa kuendelea kupiga midomo kwenye vyombo vya habari. Hapana, mnatakiwa mpange mikakati yenu madhubuti ili muweze kushinda hii mechi ya kesho. Kwa hiyo haya mnao yaendekeza Simba yasije akawatokea pomoni kesho, mkitolewa au mkashindwa kuvuka kwenda hatua ya nusu finali, msije mkaleta visingizio vingine. Ni nyewe wenyewe mnatengeneza tension ambazo hazina hata maana yoyote kuelekea kwenye hii mechi yenu. So hiki ni kitu ambacho hakistahili hata kuongelewa hata kidogo.
ni mambo ambayo ni ya kipumbavu tu. Yaani kiufupi ni kwamba mlitakiwa mjipange ndani ya uwanja ili muende mkafanye makubwa kuelekea mechi hiyo ya kesho, lakini si maneno ambayo mnaendelea kuyapiga sasa hivi kwenye vijiwe vyenu na mnawaita mashabiki wenu, mnaongea haya mambo, lakini ni vitu ambavyo sidhani kama vina umuhimu wowote wala vina faida yoyote kuelekea kwenye mechi yenu ya kesho.